Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika ngazi ya kiusalama, kisiasa na hata kidiplomasia pia. Lakini kwa sasa tutakwenda kuzungumzia hali ya kiusalama, ambako mara moja tutakwenda kuanzia huko jimboni Kivu Kusini, ambako mapigano makali yaliripotiwa kuzuka mapema asubuhi ya jana Jumapili tarehe 8 Machi mwaka 2026 katika maeneo ya nyanda za juu za wilaya ya Fizi mkoani humo. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani na vya kiusalama, vinabaini ya kwamba mapigano hayo yalikuwakutanisha jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo dhidi ya muungano wa makundi ya wahasi unaojumuisha Twirwaneho wa Minembwe pamoja na kundi la wahasi kutoka Burundi Red Tabara ambao ni washirika wa M23 RDF. Mapigano hayo yameripotiwa kujikita hasa katika kijiji cha Alege kilichoko katika grupema ya Kalingi karibu kabisa na Minembwe Centre, eneo linalochukuliwa kuwa la kimkakati katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vilivyo karibu na eneo la tukio, vinadai kuwa mapigano hayo yalianza takriban saa 11:30 alfajiri ama 5h30 kwa majibizano makali ya risasi kati ya pande zinazohusika. Vyanzo hivyo pia vinaripoti kuwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yani drone yalionekana katika eneo la Aenge ndani ya sekta ya Kakenge ambako milipuko kadhaa ilisikika. Inadaiwa kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo yanayoshukiwa kuwa ngome za makundi ya wahasi wanaohusika katika mapigano hayo, ingawa hakuna taarifa rasmi ya idadi ya waliouawa au kujeruhiwa hadi sasa. Kuibuka tena kwa mapigano haya kunatokea katika mazingira ya usalama dhaifu tayari katika nyanda za juu za Kivu Kusini, ambapo makundi kadhaa ya wahasi wa ndani na wa kigeni yanaendelea kugombea udhibiti wa maeneo ya kimkakati karibu na Minembwe Centre. Hadi sasa mamlaka za kijeshi za Kongo hazijatoa taarifa rasmi kuhusu maendeleo ya mapigano hayo wala kuhusu hasara ya watu au mali. Tukisalia huko mkoani Kivu Kusini, jeshi la Kongo FARDC limetangaza kurejesha udhibiti wa eneo la Kazinga siku chache baada ya kulipoteza kwa muda kufuatia mapigano yaliyotokea Jumanne iliyopita. Operesheni hii inaelezwa kama hatua nyingine muhimu ya kusonga mbele kwa majeshi ya serikali katika mapigano yanayoendelea mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya kiusalama na wakazi wa eneo hilo, wanajeshi wa FARDC walizindua mashambulizi ya kujibu kwa lengo la kurejesha udhibiti wa eneo hilo ambalo linachukuliwa kuwa la kimkakati. Kutokana na shinikizo la mapigano, wanajeshi wanaodaiwa kuwa wa jeshi la Rwanda pamoja na washirika wao wa makundi ya wahasi waliripotiwa kuondoka eneo hilo kwa haraka. Vyanzo hivyo vinaeleza pia kwamba wakati wa kujiondoa, wapiganaji hao waliacha nyuma silaha kadhaa pamoja na vifaa vya mawasiliano ambavyo vilipatikana na vikosi vya serikali baada ya FARDC kurejesha udhibiti wa Kazinga. Kwa mujibu wa mamlaka na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama, kurejeshwa kwa Kazinga kunachukuliwa kuwa hatua muhimu katika operesheni za kijeshi zinazofanywa na jeshi la Kongo kwa lengo la kurejesha udhibiti wa maeneo yaliyoathiriwa na hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi. Maendeleo haya yanakuja katika mazingira ya mvutano unaoendelea kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ambapo serikali ya Kinshasa mara kwa mara imekuwa ikishutumu serikali ya Kigali kwa kuunga mkono kijeshi wahasi wa M23. Rwanda kwa upande wake imekuwa ikikanusha vikali madai hayo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa, huku hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu na mamlaka za kijeshi wakati operesheni zikiendelea katika maeneo mbalimbali ya kanda hiyo.
Na sasa tujielekeze huko mkoani Kivu Kaskazini ambako wahasi wa muungano wa M23 AFC/RDF wanadaiwa kuhamasisha baadhi ya wapiganaji wake kuelekea kwenye mstari wa mbele ulioko katika muhimili ama akse ya kimkakati ya Sake Masisi hiyo jana Jumapili tarehe 8 Machi mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya ndani na vya kiusalama katika eneo hilo, vinadai ya kwamba baadhi ya wapiganaji ambao hadi sasa walikuwa wakifanya doria na shughuli za ulinzi katika mji wa Goma pamoja na wilaya ya Nyiragongo wameitwa kujiunga na maeneo ya mapigano. Hatua hii ya kuhamasisha vikosi inatajwa kuchukuliwa wakati mapigano yanaendelea katika eneo linalounganisha mji wa Sake na wilaya ya Masisi, njia inayochukuliwa kuwa ya kimkakati katika operesheni za kijeshi zinazoendelea. Mpiganaji mmoja wa M23 aliyewasiliana na waandishi wa habari hiyo jana Jumapili amesema kuwa vikosi kadhaa vimepewa amri ya kujiandaa kupelekwa kwenye mstari wa mbele wa mapambano ambako mapigano yameripotiwa kuwa makali katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa ushuhuda huo, baadhi ya wahasi wanaonyesha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa operesheni za kijeshi, hasa kutokana na matumizi ya ndege zisizo na rubani, drone za kivita ambazo zinaripotiwa kusababisha hasara katika safu zao. Chanzo hicho pia kimezungumzia kuwepo kwa mvutano wa ndani miongoni mwa baadhi ya wapiganaji, ukihusishwa hasa na masuala ya malipo pamoja na hali ngumu za kutumwa kwenye mstari wa mapigano ambazo baadhi ya wapiganaji wanaziona kuwa ni ngumu. Muhimili akse ya Sake Masisi inaendelea kuwa moja ya maeneo makuu ya mapambano kati ya wahasi wa M23 AFC/RDF na jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo. Eneo hili linachukuliwa kuwa la umuhimu mkubwa wa kimkakati kwani ni moja ya njia muhimu za kufikia mji wa Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Hali ya usalama bado inaelezwa kuwa tete sana katika sehemu hii ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku operesheni za kijeshi zikiendelea na mistari ya mapigano kubadilika mara kwa mara. Na tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, milipuko mikubwa ilisikika hiyo jana Jumapili tarehe 8 Machi mwaka huu katika sehemu ya kaskazini mwa mji wa Goma, hali iliyosababisha hofu na wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wakazi. Hata hivyo, kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani pamoja na uchunguzi uliofanywa eneo la tukio hilo halihusiani na mapigano ya kijeshi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, hakuna mapigano yaliyoripotiwa katika hifadhi ya wanyama taifa ya Virunga wala katika kijiji cha Mutaho, tofauti na uvumi uliokuwa ukisambaa asubuhi hiyo. Doria zilizopo katika maeneo hayo zinaeleza kwamba milipuko iliyosikika kwa wakazi inatokana na mazoezi ya kijeshi ya matumizi ya silaha nzito. Taarifa zilizokusanywa kutoka eneo hilo zinaonyesha kuwa wapiganaji wa M23 walikusanyika katika uwanja wa mazoezi ya kurushia silaha ulioko kaskazini mwa Goma, hasa katika eneo la Kilimanyoka ambalo hapo awali lilikuwa ni kituo na ngome kubwa ya FARDC. Katika eneo hilo wapiganaji hao wanafanya mazoezi ya kijeshi kwa ajili ya kuwafundisha wapiganaji wapya hasa kuhusu namna ya kutumia na kushughulikia silaha nzito. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo vinadai ya kwamba shughuli hizi zilifanyika katika mfumo wa mazoezi ya kijeshi na hakuna mapigano ya moja kwa moja yaliyoripotiwa kati ya makundi ya kijeshi au dhidi ya raia wakati wa tukio hilo. Hata hivyo, licha ya kutokuwepo kwa mapigano, mlipuko huo uliwashtua baadhi ya wakazi wa Goma, hasa kutokana na hali ya usalama ambayo bado ni tete katika eneo hilo. Mamlaka za eneo zinaendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu ili kuepusha taharuki au sintofahamu inayoweza kusababisha hofu zaidi miongoni mwa wananchi. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Tunashukuru kuanza nasi hadi kumaliza nasi taarifa hii, na tunakusihi uende kuendelea kwa sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi
na kufahidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.